Yesu asifiwe. Ningependa tukaweze kuzungumza kuhusu mtu huyu. Biblia inasema ya kwamba Yeftha alikuwa ni mtu aliyekuwa shujaa. Alikuwa ni mtu aliyekuwa na nguvu. Lakini tunaona kuzaliwa kwake kulingana na desturi za dini ya Kiyahudi na kulingana na desturi za Wayahudi. Tunaona ya kwamba alikuwa amezaliwa katika njia ambayo ilikuwa ikubaliki. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba mama yake alimzaa kabla ya ndoa. Na alipomzaa tunaona ya kwamba baba yake ambaye anaitwa Kileani, Biblia inasema ya kwamba akaenda akachukua mtoto wake na akamlea, na mama yake hakuweza kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Huenda labda alipata mtoto wakitarajia wataoana na pengine hakuwa tayari kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza kuzaa mtoto na mtu na hata muoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba ikawa hivyo. Na alipomzaa tunaona ya kwamba huyu mwanaume nao walikuwa wanaamini ya kwamba mtoto ni wa muhimu. Walijua ya kwamba mtoto ni dhawabu ambayo wamepewa na Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba huyu mzee aliyekuwa tajiri, aliyekuwa amejulikana katika kijiji chao, akaenda akachukua mtoto wake. Na Biblia inasema akaishi na yeye na baadaye akaoa mke mwingine. Na maandiko yanasema ya kwamba alipooa mke mwingine akazaa watoto. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Yeftha ndiye alikuwa mtoto wake ambaye ni kifungua mimba, ambaye alikuwa ni mtoto wa kwanza. Kwa hiyo tunaona ya kwamba alikuwa ni mtoto wa heshima. Tunaona ndiye amelea ndugu zake. Tunaona amekubali mama yake ambaye alikuwa ameolewa, amemchukua kama ndiyo mama yake. Kwa hiyo tunaona mzee naye alikuwa amependa jamii yake na wakaishi katika umoja, wakaishi katika upendo. Lakini maandiko yanasema kufumba na kufumbua mambo yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema chuki zikaanza. Watoto hao ndugu zake walipokuwa wakubwa, Biblia inasema wakaanza kumnena mabaya. Yeftha wakaanza kumdharau, wakamwanza kumuona hafai, wakasema sio ndugu yao. Bwana Yesu asifiwe. Na wakasema ni kwa sababu ni mtoto wa mke mwingine. Kwa hiyo tunaona wakamdharau na wakaona kama amevamia kwao, wakamuona kama hastahili kurithi, wakasahau ya kwamba ndio kifungua mimba. Na katika Biblia kifungua mimba alikuwa ni mtu ambaye ni mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa ni mtu ambaye amewekwa wakifu mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maandiko yanasema ya kwamba licha ya hii heshima yote ambayo Yeftha alikuwa nayo, Biblia inasema ya